Mwanafunzi mkereketo wa lugha, ujambo mahali ulipo. Jina langu ni kaka Mnae kama ilivyo ada, na kipindi ambacho kinaenda hewani sasa hivi ni kipindi Uketo wa Kiswahili, na leo ningependa tuangalie fasihi simulizi. Na katika mazungumzo yetu kuhusiana na fasihi simulizi, ningependa tuwe na mdahalo kuhusu utanzu wa hadithi. Mwanafunzi, endapo unanielewa, tuelewe kwamba kuna tanzu tano katika fasihi simulizi, kwamba kuna utanzu wa hadithi, kuna utanzu wa semi, kuna utanzu wa maigizo, kuna utanzu wa ushairi simulizi kama tulivyokuwa tunaangalia nyimbo katika kipindi kilichopita, na kuna utanzu wa mazungumzo ambapo tutaona kwamba mazungumzo itakuwa na baadhi ya vipera vyake ambavyo tutakuwa na hotuba, mawaidha, soga, maapizo na hata utanzu wa malumbano ya utani. Kwa leo ni furaha na faraja yangu kuu kuweza kuangazia utanzu wa hadithi, na kwa leo ningependa tuweze kuangazia sifa za hadithi pamoja na sifa za mtambaji bora. Kwanza tuelewe kwamba hadithi ni masimulizi yanayowasilishwa kwa lugha ya kinadhari. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu hadithi, tuelewe kwamba kwanza hadithi ni masimulizi, na masimulizi haya yanawasilishwa kwa njia ya kinadhari kuhusu watu, matukio au mahali mbalimbali. Kwa hivyo yale masimulizi yanayowasilishwa kwa njia ya kinadhari kuhusu watu au matukio mbalimbali ndiyo hadithi. Kuna neno ama msamiati ambalo nimeweza kulitumia ambalo kinadhari. Nadhari ni nini? Lugha ya nadhari ni lugha iliyo na maelezo ya moja kwa moja katika mfululizo wa sentensi zilizopangwa katika aya. Kwamba lugha ya nadhari, narudia, ni lugha iliyo na maelezo ya moja kwa moja katika mfululizo wa sentensi zilizopangwa katika aya. Na tunapozungumza ama tunapoangalia ama tunaporejelea sifa za hadithi, ni vyema mwanafunzi wa lugha mahali alipo aweze kuelewa kwamba sifa ya kwanza ya hadithi ni kwamba huwa na wahusika wa aina mbalimbali. Wahusika hawa wanaweza wakawa wahusika binadamu, wahusika wanyama, wahusika ndege, ama wahusika wa vitu visivyokuwa na uhai kama vile miti, mawe na kadhalika. Kwa hivyo sifa ya kwanza mwanafunzi ni kwamba hadithi huwa na wahusika wa aina mbalimbali, na nimesema kwamba kuna wahusika watu wa ubinadamu, kuna wahusika ndege, wahusika wanyama au hayawani, na wahusika wa viumbe ama vitu visivyokuwa na uhai kama vile miti pamoja na mawe na mifano mingine. Mifano mingine. Sifa ya pili ya hadithi ni kwamba huelezea matukio kwa mpangilio wa moja kwa moja. Unanielewa? Kwamba inasimulia matukio kwa mpangilio wa moja kwa moja kuanzia tukio la mwanzo hadi tukio la mwisho. Sifa ya tatu mwanafunzi ni kwamba hadithi
hutumia lugha ya kimaelezo. Lugha ya kimaelezo ni ile lugha ambayo niliweza kuzungumzia hapo awali nilikosema kwamba inatumia lugha ya nadhari. Kwa hivyo lugha ni ya kimaelezo, na lugha ya kimaelezo nimeweza kusema kwamba hii ni lugha ya kinadhari. Hadithi pia ifahamike ama ing'amulike kwa mwanafunzi kwamba huwa na mtendaji au fanani. Kwa hivyo wakati wowote ambapo tunazungumza ama tunataja sifa za hadithi, ni kwamba hadithi huwa na nani? Huwa na mtendaji ama huwa na fanani. Jambo jingine ama sifa nyingine ni kwamba husimulia matukio ya kweli au ya kubuni, lakini matukio haya yana maadili. Kwa hivyo inasimulia matukio ya kweli ama matukio ya kubuni, lakini yenye maadili. Kwa hivyo endapo unarejelea mada hii, fahamu kwamba sifa ambayo pia ni wazi kuhusu hadithi ni kwamba hutumia lugha husimulia mambo yaliyo kweli ama mambo ya kubuni. Kuna mtu hapa ameniandikia ujumbe kwenye mtandao wangu wa Facebook, ananiambia kwamba nini? Ananiuliza kwamba je, rejelea kwanza mahali ambapo unasema kwamba, ameniandikia ujumbe kwenye rukona yangu kwamba niweze kurejelea lugha ya nadhari. Lugha ya nadhari nimeweza kuweka wazi kwamba hii ni lugha ya mfululizo, lugha ya moja kwa moja, ambapo kuna mpangilio maalum wa sentensi na sentensi hizi zimepangwa katika aya. Naam. Pia nimesema kwamba aghalabu ama mara nyingi sana hadithi hutambwa wakati maalum. Sana sana hutambwa jioni, hasa baada ya shughuli za mchana. Hiyo ni sifa nyingine ya hadithi, kwamba inatambwa wakati maalum, hususan jioni baada ya shughuli za kazi, wakati watoto wanapokaribia kwenda kulala. Pia hutambwa mahali maalum. Hiyo ni sifa nyingine. Hadithi mara nyingi hutambwa mahali maalum. Napozungumzia hili kwamba hutambwa mahali maalum, inaweza ikawa ndani ya nyumba, inaweza ikawa chini ya mti, inaweza ikawa uwanjani. Kwa hivyo tunaposema kwamba inatambwa mahali maalum, inaweza ikawa chini ya mti, ndani ya nyumba, ama ikawa uwanjani. Kwa hivyo hilo ni jambo. Mara nyingi pia hadithi huwa na formula. Formula ya kutanguliza na formula ya kumalizia. Na ndiposa utapata mara nyingi paukwa, pakawa, sahani ya mchele, giza la mwizi, na kiboko je cha mtoto mkorofi. Hiyo ni formula ya kutanguliza. Kuna formula ya kumalizia. Kwa mfano, wakati unasema wakaweza kuishi raha mstarehe, ama na hadithi yangu ikaishia hapo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni lazima tuelewe kwamba hadithi mara nyingi huwa na formula ya kuanzia na formula ya kumalizia. Katika hadithi pia ni lazima tuweke kipoponi kwamba lazima kwenye hadithi lazima kuwe na mgogoro ama tukio la kuelezea. Kwa hivyo wakati wa hadithi lazima kuwe na nini?
mgogoro ama lazima kuwe na tukio la kuelezea. Kwa hivyo haliwezi likawa tu kama ombwe tupu. Katika hadithi tunajua kwamba kuna yule mtambaji. Katika hadithi kuna yule mtambaji. Huyu mtambaji ni lazima awe na sifa za aina gani? Huyu mtambaji lazima awe na sifa za aina gani? Huyu mtambaji kwanza lazima awe mbunifu. Tunaposema kwamba mtambaji lazima awe mbunifu, ni lazima aweze kuibuni hadithi yake upya kila mara anapoitamba kwa hadhira mpya. Kwa hivyo inastahili kwamba hadithi jinsi atakavyo itamba hadithi kwa hadhira ya watoto, sio jinsi atakavyo itamba hadithi hiyo hiyo kwa hadhira ya watu wazima. Uelewa wa watu wazima na watoto kuna tofauti mkubwa sana. Wale watu wazima wamepefuka kifikra. Kwa hivyo ni lazima kuwe na ile hali ya kuweza kubuni hii hadithi kwa njia mpya, kutegemea muktadha na ama kutegemea hadhira ama kutegemea mazingira aliyomo. Jambo jingine ni kwamba mtambaji bora lazima aweze kuijua hadhira yake na hata mahitaji ya hadhira hiyo na hata kiwango chao cha elimu au tajriba yao maishani. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu mtambaji bora, kwanza aweze kujua nini? Hadhira yake. Na katika kujua hadhira yake, ni lazima ajaribu kuelewa zaidi mahitaji ya hadhira hii, kiwango cha elimu cha hadhira hii, na hata swala jingine ambalo lazima ajue kuhusu hadhira yake, ni lazima pia aweze kung'amua tajriba yao maishani. Kwa hivyo tuwezi kaenda kwa mfano katika hadhira ambayo kiwango chao cha elimu kiko chini, alafu unataka kufanya mawasilisho yako ama usimulizi wako bila kuzingatia kiwango chao cha elimu. Kumbuka kiwango cha elimu kitaamua ni lugha ipi utakayoitumia. Ni lazima pia mtambaji bora aweze kuelewa lugha ya hadhira yake na kuimudu lugha hiyo. Kwa hivyo ni vyema mtambaji bora ajue kwamba ni lazima aelewe lugha ya hadhira yake na aweze pia kuimudu lugha hiyo. Hii itamsaidia kwa kiwango kikubwa kwamba ni lazima ajue msamiati, takriban kiwango kikubwa cha msamiati wa lugha hiyo ya hadhira yake. Kwa hivyo lazima mtambaji bora aelewe lugha ya hadhira yake. Hiyo ni sifa ya tatu. Nimesema sifa ya kwanza awe mbunifu. Ya pili nimesema aijue hadhira yake, mahitaji ya hadhira yake, kiwango cha elimu cha hadhira yake na tajriba ya maishani ya hadhira hiyo. Jambo la tatu nimesema pia lazima aweze kuijua na kuimudu lugha ya hadhira yake. Sifa ya nne ya mtambaji bora pia ni lazima aweze kuelewa mazingira ya hadhira yake. Hii itamsaidia nini? Itamsaidia kuweza kutoa mifano inayofahamika kwa hadhira hiyo. Nanipata? Kwa hivyo mwanafunzi, mtambaji bora lazima awe anaielewa mazingira ya hadhira yake kwa lengo la ama kwa matilaba ya kuweza kutoa mifano inayofahamika, inayong'amulika na hadhira yake. Kwa mfano, endapo hadithi yake hapo awali ilikuwa inazungumzia mfalme, lakini katika mazingira ya hadhira yake kiongozi wa upeo wa juu zaidi ni rais, basi katika hadithi yake
atatoa mfano wa rais, sio mfalme. Sifa ya tano pia ni kwamba ni lazima mtambaji bora aelewe nini. Lazima kwanza awe jasiri, sio kuelewa, lazima awe jasiri. Ukakamavu huu utamwezesha kusimama kwenye kadamnasi ya watu, itamwezesha kusimama mbele ya watu na kufanya usimulizi ama na kuihadithia. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ningependa mwanafunzi mwanalugha haweze kufahamu hili. Jambo jingine ni kwamba lazima mtambaji bora aelewe utamaduni wa hadhira yake. Mbona aelewe utamaduni wa hadhira yake? Kufahamu utamaduni wa hadhira yake utamwezesha kufanya nini? Utamwezesha kukosa kutumia maneno au ishara inayokinzana na utamaduni huo. Unanipata? Kwa hivyo lazima mtambaji bora aweze kujua utamaduni wa hadhira yake, na kule kufahamu utamaduni wa hadhira yake basi utamwezesha kuchagua maneno atakayotumia, na ataepukana na matumizi ya maneno ambayo yanakinzana na utamaduni huo. Lazima pia mtambaji bora awe mcheshi. Mcheshi ni mtu wa kuweza kuichangamsha hadhira yake ili kuweza kunasa makini yao. Huwezi, endapo wewe si mcheshi, wewe si mchangamfu, huwezi ukanasa nini? Huwezi ukanasa makini ya hadhira yake. Mtambaji bora pia lazima awe mfaraguzi. Mfaraguzi ni mtu wa aina gani? Mfaraguzi ni mtu ambaye anaweza kubadilisha hadithi yake kwa njia ambayo itaweza kuifaa ile hadhira. Huyo ni mfaraguzi. Nomino ni ufaraguzi. Kwa hivyo ni lazima mtu ambaye anaelewa sana ufaraguzi. Pia ni lazima awe mbarara. Mbarara ni yule ambaye anaweza akaingiliana vyema na hadhira yake. Lazima awe na uwezo wa kuingiliana vyema na hadhira yake. Kwa hivyo tutasema kwamba lazima awe mbarara. Mwisho ni kwamba ni lazima awe na uwezo wa kushirikisha hadhira yake, labda kuwauliza maswali ya balagha ama kuwajumuisha katika uimbaji, na hii itasaidia sana katika kuondoa ukinaifu. Kwa hivyo mwanafunzi mwanalugha, tumezungumzia utanzu wa hadithi, na kwenye utanzu tumeweza kufafanua utanzu ni nini, hadithi ni nini. Tumeweza kuangalia sifa za hadithi, na pia tumeweza kuangazia suala la sifa za mtambaji bora. Kesho Maulana akipenda akituwezesha, tutakuja kuangazia vipera vya hadithi, na pale kwenye vipera tutaweza kuangalia kipera cha kwanza ambacho ni ngano. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki. Usisahau pia kuweza kulike kipindi hiki. Kipindi hiki ni Uketo wa Kiswahili, na jina langu ni Ustadh Kaka Mnai.